Mambo vipi mtazamaji wa Baharia TV bana, natumaini uko poa kabisa na unaendelea na harakati zako kwa uzuri kabisa. Ni muda sahihi wa kuendelea kupeana updates mbalimbali zile ambazo zinaendelea kujiri. Sasa kumbuka kuna sekeseke la dabi ya Kariakoo, Young Africans wakidai hawatapeleka timu uwanjani mpaka pale matakwa yao manne yatakaposikilizwa. Sasa meneja habari na mawasiliano ndani ya kikosi cha Simba ameweza kuandika mambo yafuatayo kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kwanza kabisa amesema, nimepitia kwa utulivu matakwa ya nyuma mwiko waliowasilisha bodi ya ligi. Nimeona kuna usera mwingi badala ya hoja za msingi. Unataka katibu mkuu wa TFF ajiuzuru kwa kushindwa kusimamia waamuzi. Pengine hamjui kazi ya katibu mkuu. Jukumu lake ni kuandaa kozi za waamuzi, kuboresha maslahi yao na kuadhibu wanaokosea. Yote hayo yanafanyika kwa 100%. Mafanikio ya leo kwenye mpira wa miguu ni kutokana na mchango wa mtendaji mkuu akisimamiwa vema na Rais Wallace Karia na kamati ya utendaji mkuu. Timu zetu za taifa na za madaraja yote zinapishana kwenye michuano ya Afrika. Hii ni kazi ya katibu mkuu. Siko hapa kueleza mafanikio yake, lakini itoshe kusema tu mpira wa miguu hauko tayari kupoteza lulu kwa maslahi yenu. Wanataka pia mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo naye ajiuzuru. Kwa kosa gani? Ubaya wa Kasongo umeanza lini? Wakati mnachukua ubingwa mara 3 hamkuona ubaya wa Kasongo. Kasongo huyu chini ya utawala wake ligi yetu imeshika nafasi ya 4 kwa bora barani Afrika. Vipi vilabu vinavyojiendesha kwa fedha kutoka kwa wadhamini waliotafutwa na bodi ya ligi ya Kasongo? Tuambieni tu, hatujajiandaa kumpoteza Kasongo hivi sasa. Mazuri yake ni mengi kuliko ubaya mnaompa kazia. Ninachokiona mimi, haya ni mambo ya kutaka kuweka watu wenu kwenye nyadhifa hizo, na sio watende haki bali wawasimamie maslahi yenu. Hatuwezi kuruhusu hilo liweze kutokea. Mikwara ya kuwa hamtashiriki ligi msimu ujao mpaka matakwa yako yafanyike kazi, huo ni mkwara wa bata. Mpira wa nchi hii unaweza kwenda bila wewe na watu wakafurahi. Amepotea Pan Africa, Lady Star na Cosmopolitan. Wewe ni nani? By the way, timu yenu ni Sport Club. Mkiona mpira umewashinda, nendeni mkacheze boxing au basketball. Hicho ndo kitu ambacho ameweza kuandika meneja wa habari na mawasiliano ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Sasa nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo wadau mbalimbali wameweza kucomment. Wa kwanza kabisa anasema, kama unaamini Yanga wote vilaza, like hapa. Wamesema, semaji hiyo paragrafu ya mwisho isiguse mtu tafadhali. Wanasema, je, umesoma Biblia leo? Karibu ujifunze neno la Mungu. Wanasema paragrafu ya mwisho imenikosha sana. Anasema nyakati za mwisho za karibu, mpendwa, tumrudie Mungu. Hapa anasema hapo kwenye basketball timu tutawachapa kocha Patrick Nyembela. Wanasema sasa wewe na kuhusu nini? Anasema huu msimu watu wanaongea kwa kesi. Moja, wameanza na Magoma, pili wakaja kwa Magoma wakalala, 3 wamekuja kwa Azam TV wakalala kwa ya huruma. Wanasema 4 wakaenda kwa waandishi wa habari ili wapate kutajwa vizuri ili bidi wapawe pesa, lakini bado mambo yakawa magumu. Wanasema 5 wakaenda tena kwa Ahmed Ali wakalala, 6 wakaja kwa kesi ya kutokulipa kodi wakapiga KO, 7 wakaenda tena kwa kesi ya kutolipa madeni ya wachezaji wakapiga KO nyingine. Asema 8 bado hawakumaliza wakaenda kwa RS Karia wakapiga KO, wakakimbilia kasi wakapiga KO tena, wakaenda kutia huruma serikalini ili wasidaike wakakutana na KO mpya, wakajifariji wakaamua kwenda mahakamani. Walichokutana nacho ni bora serikali wakapewa za uso. Hivi sasa wanadaiwa songesha, hawataki kulipa. Wanasema semaji Juma kwa juu ya najua unagagaa 2-0, piga 3 kabisa nitakulipia. Wanasema mzee, fuatilia ya kwako. Wanasema tatizo wewe ni kichwa maji, mbona huongelei siku ile ambayo mchezo umealisha? Sema kaka, ungekaa kimya kulinda heshima yako bana. Comments zimekuwa nyingi sana kwa hiki kitu ambacho ameweza kukizungumza Ahmed Ali. Una maoni gani? Usisahau kusubscribe, like, kushare pamoja na kucomment Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.